Hadithi inaanza na mwanafunzi mwerevu anayeitwa Ligat Turner, aliyepotea katika kazi yake ya shule wakati wa siku ya kawaida ya kazi. Ghafla nje hali ya hewa ilibadilika. Mawingu meusi yanaingia, ngurumo za radi zinavuma, na upepo mkali unavuma angani. Kutoka mahali pasipojulikana, daftari jeusi la ajabu lilianguka kutoka angani. Turner analichukua, akiwa na hamu ya kujua. Linaonekana la kawaida, ni shajara nyingine ya shule, lakini kuna kitu giza ndani yake, kitu kinachoonekana kuwa hai. Bila kusema neno, analiingiza kwenye begi lake. Muda mfupi baadaye, mvua inaanza kunyesha. Anapokimbia kuelekea jengo la shule, anamuona mnyanyasaji akimnyanyasa mwanafunzi mwingine. Turner anajaribu kumzuia, lakini anapigwa ngumi kali kama malipo. Begi lake linapasuka, likitawanya kazi za nyumbani za kila mtu kwenye ardhi yenye unyevunyevu. Wanafunzi wengine wanatambua kuwa Turner alikuwa akiwasaidia kwa siri muda wote. Habari zinaenea haraka, na hivi karibuni anatumwa kwa ofisi ya mkuu wa shule kwa hatua za kinidhamu. Adhabu yake, kukaa pekee yake kizuizini. Katika chumba hicho kimya, macho ya Turner yanaelekea tena kwenye daftari la ajabu. Kwa kushangaza analifungua. Ndani, mwandiko mzuri hujaza kurasa hizo na sheria za kutisha, maagizo kuhusu kitu kinachoitwa kidokezo cha kifo. Kila mstari unahisi ni wa zamani na wenye nguvu, kana kwamba kitabu chenyewe kinapumua. Sheria zinadai kwamba ukiandika jina la mtu kwenye daftari, mtu huyo hufa. Turner anakunja uso, lazima iwe ni mzaha. Lakini basi, anga hubadilika. Kivuli husogea. Kutoka gizani, kitu cha kutisha kinaonekana. Macho yake yanang'aa manjano, na mwili wake umepinda na kukunjamana. Tabasamu pana la kiumbe ambalo haliwezekani kwa uso wa mwanadamu. Turner anaganda kwa hofu. Kiumbe huyo anajitambulisha, Ryuk, mungu wa kifo, mmiliki halisi wa daftari. Kwa sauti ya kina, yenye mwangwi, Ryuk anamwonya. Huu si mchezo wa kuchezea. Jina la yeyote aliandikwa hapa, anakufa. Wewe ndiye mmiliki mpya wa daftari sasa. Anaelezea sheria, ili kutumia kidokezo cha kifo, Turner lazima ajue jina halisi na uso wa mtu huyo. Chanzo cha kifo lazima kiwe cha kweli. Na ndani ya siku 7, Turner lazima aandike angalau jina moja, la sivyo daftari litamwacha milele. Maneno hayo yananguruma akilini mwa Turner. Anaangalia nje ya dirisha. Mnyanyasaji yule aliyemdhalilisha anacheka na marafiki zake kwenye mvua. Sauti ya Ryuk inanong'ona nyuma yake, ikiwa nyeusi na ya kuvutia. Moyo yukidunda, Turner anafungua daftari. Mkono wake unatetemeka anapoandika jina la mnyanyasaji, kisha anaongeza sababu, kichwa kimepondwa. Mara tu anapofunga daftari, machafuko yanatokea nje. Magari mawili ya mwendo kasi yanagongana na ajali kali yenye kelele nyingi. Chuma hulia, vioo huvunjika, na katika ajali, ngazi nzito ya chuma inaruka moja kwa moja ndani ya kichwa cha mnyanyasaji na kumua papo hapo. Kama vile Turner alivyoandika. Mshtuko unafurika ndani ya Turner. Jambo lisilowezekana limetokea tu. Ryuk anacheka nyuma, akifurahishwa na hofu yake. Turner anaangalia daftari, akigundua kwa hofu na woga, kifo cha kifo ni halisi. Na sasa, ndivyo nguvu zake zilivyo. Sauti baridi ya Ryuk inarudia tena, daftari hili linaweza kukufanya uwe na nguvu, Turner. Lakini usipolitaka, naweza kumpa mtu mwingine. Tukio hilo la ghafla la kushtua, anarudi nyumbani kwake, huku baba yake James Turner, mpelelezi mwenye uzoefu akimsubiri. Kupitia kumbukumbu ya nyuma, tunajifunza kwamba miaka iliyopita, mhalifu alikuwa amemuua mama yake Turner. Lakini kutokana na ukosefu wa ushahidi, muuaji aliondoka. Udhalimu huo uliwaka ndani ya Turner tangu wakati huo, na kuunda umbali kati yake na baba yake James. Kwa hasira, Turner aliwahi kumuuliza, kwa nini hukulipiza kisasi kwa mama? Swali hilo liliwasumbua wote wawili. Usiku huo, akiwa amejawa na maumivu na hasira, Turner anaangalia tena dokezo la kifo. Ikiwa sheria haiwezi kuleta haki, anafikiri, labda naweza. Bila kusita, anaandika jina la muuaji kwenye daftari. Muda mfupi baadaye, mahali fulani ngambo ya mji, mtu huyo anacheka na marafiki zake, wakati ghafla anashika kifua chake, akihema kwa shida. Mwili wake unaanguka sakafuni bila uhai. Dokezo la kifo limezungumza. Habari zinapomfikia Turner na baba yake James, wote wawili wanashangaa. Turner anahisi hisia ya kuridhika isiyo ya kawaida. Kifo cha mama yake kililipizwa kisasi. Ukuta kati ya baba na mwana unaanza kulainika.
Lakini wazo jipya linaanza kuwaka akilini mwa Turner. Je, nguvu hii inaweza kweli kuifanya dunia kuwa bora zaidi? Shuleni, huku akiwa amechanganyikiwa katika wazo hili, mwanafunzi mwenzake Mia anamkaribia, rafiki yake wa karibu. Akisita lakini akimwamini, Turner anafichua siri hiyo. Nina daftari, ananong'ona, na nikiandika jina la mtu ndani yake, wanakufa. Mia anacheka, hadi Turner aamue kuthibitisha hilo. Karibu, muuaji anayetafutwa anaonekana kwenye runinga. Kwa utulivu, Turner anaandika jina la mtu huyo na kuongeza, anakufa katika ajali ya gari. Muda mfupi tu, ukweli unaakisi maneno hayo. Mayowe yanasikika kutoka kwenye skrini, muuaji amekufa. Mia anatazama kwa kutoamini, macho yake yamefumbuka kwa hofu. Hivi karibuni, msisimko unachukua nafasi ya hofu. Je, unaelewa tunachoweza kufanya? Ananong'ona. Kwa pamoja, wanaweka makubaliano ya kutisha, kutumia kidokezo cha kifo kuwafuta wahalifu wote. Mtandao unawapa sura na majina halisi, daftari hufanya mengine. Mmoja baada ya mwingine, wahalifu mashuhuri kote ulimwenguni huanza kufa kwa njia za ajabu. Kisha Turner anagundua sheria nyingine ya kutisha. Mmiliki anadhibiti roho ya yeyote anayekufa kwa daftari. Hapo ndipo anapojipa utambulisho mpya, Kira, mkono usioonekana wa haki. Kila mtu anapokufa, watu wananong'ona kwamba Kira alikuwa amewahukumu. Hofu inaenea kama moto wa porini. Wengine wanamuona Kira kama muuaji mfululizo, lakini mamilioni wanamsifu kama mwokozi anayesafisha ulimwengu. Turner na Mia wanaamini wanaunda mustakabali bora. Lakini kwa kweli, wamekuwa wauaji. Ili kukomesha mauaji, vyombo vya sheria vinakuwa vya kukata tamaa. Na hapo ndipo mpelelezi hodari anayejulikana kama anaficha uso wake, jina lake, na historia yake, lakini akili yake ni kali kuliko ya mtu yeyote. Akishirikiana na James, baba yake Turner, anaapa kufichua Kira. Turner na Mia hapo awali walikuwa na ujasiri na hawakuweza kuguswa, lakini bado wana wasiwasi. Kwa sababu mpango wa kumtafuta Kira umeanza tu. Turner anahisi wasiwasi. Anamuuliza baba yake swali linalomsumbua. Kama Kira angekamatwa, nini kingetokea? Baba yake anajibu nusu ya dunia ingedai kuuawa kwake, nusu nyingine ingewaka moto kujua jinsi alivyofanya. Wazo hilo linakaza fundo kifuani mwa Turner. Hilo lilikuwa zito sana na la kweli lilijibu. Anamwambia Mia waache. Tukiendelea tutakamatwa, anaonya. Msisimko wa Mia unapungua kwa muda. Mpelelezi asiyeonekana amegundua kaitu. Yeyote anayefikia faili za polisi za baba yake Turner anaweza kuunganishwa na Kira. Kimya kimya, anamteua wakala wa siri kumfuata Turner. Kuanzia wakati huo, Turner anaangaliwa kila mara. Anajilazimishia kutenda kawaida, lakini kila mwonekano anahisi kama tishio. Mia amekanganikiwa, alipenda msisimko huo. NAL amekuwa kikwazo kao kikubwa zaidi. Hawawezi kumua hawajui sura yako jina lekalizi, na kifo cha kifo kinahitaji vyote viwili. Mia anapendekeza mpango wa kikatili, kuandika majina ya mawakala wowote wanaomtafuta Kira. Turner anakata. Hatavaua watu wasio na hatia, lakini kwa sababu ya miadawa na hofu nzito za Mia hatimaye anakubali. Kisha kila kitu kinaenda mrama. Asubuhi iliyofuata, vichwa vya habari vinapiga kelele kwamba mawakala kadhaa katika kikosi kazi cha Kira wameruka kutoka kwenye jengo, kujiua kwa wakati mmoja. Kila mmoja wao alikuwa sehemu ya mpango wa uwindaji. Hakuna hata moja kati ya majina hayo lililoandikwa na Turner. Hofu ininia. Hii si haki ya kuchagua tena. Sasa watu wa kawaida wanakufa. Hofu inachukua nafasi japo mhesi. Kira si mwokozi tena mahoni pa umma. Ni tishio. Turner anatetemeka. Anamvendia Ryuk moja kwa moja na kudai ukweli. Tabasamu la Ryuk ni la kikatili na la kawaida, sio mimi. Majina hayo hayakuandikwa na daftari nililoangusha. Mtu mwingine anaandika. Wezo ambalo mtumiaji mwingine wa Death Note alikuwepo, hilo linamshtua Turner ndani zaidi. Kwenye skrini ya habari, Turner anamtazama baba yake akisimama mbele ya umati na kumpinga Kira waziwazi. Hakika hivi ni kweli, lionyeshe. Acha kuwaua watu wasio na hatia. Mia anakasirika sana, anapiga Khalil, andika jina lake. Fanya hivyo. Turner anarudi nyuma. Siwezi kumuua baba yangu. Amechanganyikiwa? Wakati huo, anajaribu Turner, akiangalia kila mwitikio. Kila wajima au mteu wa karibu sana na Turner.
Usiku mmoja Lea anakutana ana katika chumba kidogo kima, anamtazama Turner maoni na kusema tu, ini Kira, sivyo? Turner hazami choshot. Anaondoka, shatuma zikarudi nyuma yake. Hatari imeama kutoka mbali hadi yake binafsi. Mia anatetemeka kapa vua waziwazi. Lazima tufanye jambo, anaambia, mkezo amebadilika. Mindai anayuwezo na gina sasa, na meindo anayuwezo tu bila kina. Turner ili kujiokoa, akili yake ilikimbia na mpango mmoja mweusi, kumuondoa kwenye njia yake. Anakubali kwa sauti, karibu na nafsi yake, niliona uso wake. Labda Watari anajua jina lake halisi. Kama angeweza kujifunza jina hilo, Turner angeandika na kudhibiti maisha yao. Sasa Watari ni msaidizi na mlezi anayeaminika, wal Turner anamtishia Watari dhidi yake na familia yake ili waendelee kuishi. Akamwamuru kutafuta utambulisho halisi wal na kutoa ripoti. Watari kwa utii huenda kwenye kituo cha watoto yatima ambapo alilelewa, akitafuta rekodi. Wakati huo huo, Ryuk anafichua sheria nyingine iliyofichwa. Ikiwa mmiliki atachoma ukurasa ulio na jina la mwathiriwa huyo hawezi kuuawa, lakini mara moja tu. Ni sheria ya matumizi ya mara moja tu. Turner anaamua kuitumia, kuandika jina halisi lal, kisha kuchoma ukurasa unaoshikilia jina la Watari ili Watari aendelee kuishi. Kisha Watari anapiga simu kutoka chuoni akisema amepata jina, lakini kabla hajalizungumza, ukurasa uliokuwa umeshikilia unatoweka na anakufa. Wakati huo huo Turner anavunjika, kidokezo cha mwisho kilitoweka wakati ushindi ulipopatikana. Wakati huo huo anagundua msaidizi wake Watari anapotea. Akiwa na hasira, anaingia nyumbani kadvoitevea Turner kadvoitevea kasi na kumkabili baba yake, akimtuhumu Turner kadvoitevea utekaji nyara. Turner anabaki mtulivu, hana dosari, hakuna ushahidi unaomhusisha na uhalifu huo. Anapekwa nyumba. Kidokezo cha kifo kimetoweka, Mia tayari amekifika. Katika klabu ya usiku, Mia anawasangasa kila emeteu, anakiri. Alirarua ukurasa wa wenye jina la Watari. Pia anakubali kwamba aliandika orodha ya majina ya mawakala. Kisa, kwa tabasamu baridi, anafichwa kwamba tayari ameandika jina la Turner kwenye daftari. Utakufa usiku wa manane, moyo umeshimama, ananong'ona. Lakini anapopunguza MP daftari sasa, Nayara choma ukurasa. Yusalatai anaganga kama barafu. Akiendeshwa na huzuni na gohadhabu, Veikaki mkali akifuata na hakimaye anamkamata Turner. Anamonesha mopeishi aliye karibu na kupiga kelele, huni Kira, nisaidie. Lakini mpishi anasonga mbele kwa utulivu wa ajabu, yeye ni mfuasi wa Kira. Kwa pendweo, chagwa zanatsidi kuwa mtego. Wakati huo huo Turner anagundua kuwa uaminifu umetoweka. Rafiki yake mkubwa amegeuka kuwa adui aliyejificha. Katika machafuko yote anagonga, akampoteza elfahamu. Akijitahidi, Turner na Mia wanakimbia. Wananaswa kwenye jukwaa linalozunguka juu ya ardhi, polisi wanapofika. Turner anapiga Khalil, kama ananapenda kweli, Uzanigas daftari hilo. Sauti yake inatetemeka kwa kukata tamaa. Tunaweza kurekebisha kila kitu kanami tu. Lakini uchoyo na hasira vimemshinda Mia. Kwa kitendo cha hasira, anani kwa adaptadhi. Turner anajaribu kumzuia, hofu na mashaka vinagongana, anajiuliza kama Turner tayari ameandika jina lake. Katika mapambano, daftari linatoka mikononi mwao. Wote wanaruka kutoka juu. Mia anakufa papo hapo baada ya kugongana. Turner anaanguka mtoni chini na, kwa bahati nzuri, ananusurika. Tukio linalofuata linahamia hospitalini. Turner amelala fahamu, akiwa katika hali ya kukosa fahamu. Madaktari wananong'ona, hali yake ni mbaya. Wakati huo, wahalifu zaidi wanaendelea kufa. Watu wanashangaa, hawangewezaje kuendelea wakati Turner alikuwa katika hali ya kukosa fahamu. Ukweli ni wa kutisha. Mia walipoanguka, ukurasa kutoka kwenye daftari lililobeba jina la Turner uliondoka na kuungua. Kwa hivyo akapata mstari wake wa maisha. Alikuwa ameandika awali hali hiyo kwenye daftari. Ikiwa Mia angejaribu kuchukua daftari, angekufa. Na hivyo ndivyo ilivyofanya kazi kama alivyopanga, akiokoa maisha yake. Akati huo, ukurasa wake uliungwa, na akaanguka ndani ya maji bila kujeruhiwa. Hapo awali, Turner alikuwa tayari ameandika majina ya wahalifu kadhaa mapema.
Daktari Mkoyo anamwokoa Asazam lakini baadaye anakufa mwenyewe. Baadaye, mtu mpya anachukua daftari na kuendelea na mauaji. Turner anapoamka kutoka kwenye koma, daftari linarudishwa kwake. Kila anafuka chini. Ameondoka duniani, lakini alienea watu wengine. Waligundua ukweli nyumbani kapavua. Anapata karatasi zinazoorodhesha majina ya maafisa waliokufa. Lawama zinamwanguka Mia kabisa, na kesi inaisha naye kama mkosaji wa kweli na mbuji wa kafara. Turner sasa amepona kabisa na amerudi akia na momoili kiwa Death Note. Anaelea kutomamini mto eote tine. Hayalishi niwa karibu kiasi gani. Hadithi inaisha na Turner kimya, mfenyi mauti, mtulivu, mfenyi hesabu, na tayari kunda upea ulimwengu kulingana na matakwa yake. Tisio la utulivu la Kira limerudi. Hatari zaidi na lenye ni thabiti kuliko hapo awali. Ukipenda video tafadhali like na yudo maoni yako. Hayo itanisha moyo sana. Asante kwa kutazama, na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo tunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe.